kata yangu ya Kigwe ukatili kwa aina nyingi ambao unajitokeza, lakini ambao matukio mengi huwa yanaripotiwa ni ule ukatili wa kinamama kwao, lakini baadhi ya ukatili mwingine, kuna matukio kadhaa ya ubakaji hasa katika maeneo ya mji wa Pombe. Lakini ukiangalia katika huu ukatili ambao nimeuzungumzia, kuna sababu zake. Moja ya vyanzo vya sababu unaweza kukuta wakati mwingine usemi ulevi wa kupindukia, lakini wakati mwingine umaskini. Umaskini nao pia huchangia kuleta aina ya ukatili. Kwa mfano, kwa watoto wa kike kupelekwa, yani wanapomaliza darasa la 7 kupelekwa labda mjini kwa ajili ya kufanya kazi za ndani, lakini pia hata watoto wa kiume pia wakati mwingine wanaweza kufanya kazi za kupelekwa kwa hao watajiri wenye mifugo kwa kwenda kufanya kazi ya utungaji kule, afu akipata hela kidogo, hizo pesa zote katika familia kama kuendesha mapato katika umaskini na njaa ndio inayosababisha mpaka wamalize wenyewe kwa wenyewe. Yani mzazi apate faida yeye mwenyewe kuliko kupeleka sijui kwa mtendaji, sijui polisi, sijui wapi. Anaona nikipeleka kule siwezi kupata kitu, bora tumalizane sisi kwa sisi ili na mimi nipate chochote kitu, lakini hawezi kuelewa kuwa yule mtoto anaathirika kivipi. Wakiamini kwamba labda mume aliyefanya jambo anaweza kuchukua adhabu ya babake na kwa sababu wakati mwingine sehemu zipo, tunao wenyeviti wa vitongoji, viongozi wa kijiji, viongozi wa kata, na pia kituo kidogo cha polisi. Tayari tunatoa semina vizuri, lakini unakuta hata wakati mwingine majanga yanapotokea unakuja kupewa taarifa wiki imepita, mtu kashatembewa na yule, unakuta mtaarifa. Wazazi wanakuwa hawatoi kiurahisi au kwa haraka jambo hili ili tuweze kufanya pesa. Ushauri wangu ni kwamba ili matukio yaweze kuripotiwa yanapotokea katika maeneo yetu, kwanza jamii ipate elimu. Licha kupata elimu pia, ili swala ukatili wa kijinsia iwe ni ajenda katika vikao vyetu, kwanza katika vikao vya ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, kata, na hata katika vikao mbalimbali vya baraza la madiwani. Lakini pia katika nyumba za kuabudia, kwa maana viongozi wetu wa dini wakishirikishwa kupata elimu hiyo, nao katika maeneo yao pale wanapoeneza neno la Mungu, wakiingiza neno la swala, naamini kwamba ndio utakuwa umefika kila mtu.